Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein na miongoni mwa yale tuliokuwa nayo ni pamoja na rais wa Burkina Faso kuachilia huru wanajeshi 11 wa Nigeria. Wanajeshi hao sasa waliokuwa kizuiliwa huko Burkina Faso wanaanza safari yao ya kuelekea Ureno na kisha kurejea Nigeria. Ikumbukwe wanajeshi hao ambao ilidaiwa kwamba huenda walikuwa kielekea Benin, lakini wamekuja kueleza kwamba safari yao ni kuelekea Ureno, lakini ndege yao ilipata hitilafu nchini Burkina Faso ikalazimika kutua, na hivyo wanajeshi hawa sasa wako huru kutokana na maombi ya Nigeria kwa Burkina Faso kuomba kusamehewa juu ya ndege yao kupata hitilafu na hatimaye kuingia nchini Burkina Faso. Nigeria imethibitisha kwamba wanajeshi wake 11 ambao hapo awali walikuwa wamezuiliwa nchini Burkina Faso wameanza tena safari yao ya kwenda Ureno. Katika taarifa iliyotolewa siku ya Ijumaa, waziri wa masuala ya kigeni wa Nigeria, Yusuf Tugar, alisema wafanyakazi hao walikuwa wameondoka Burkina Faso salama baada ya kuomba msamaha rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore, na kwamba Traore alikuwa tayari kutoa msamaha akitazama hatima ya baadaye katika nchi hizi za Kiafrika. Hii inatajwa kama diplomasia iliyotukuka na maamuzi sahihi yaliyofanywa na Ibrahim Traore, licha ya wachambuzi wa mambo kutoa tahadhari kwamba lazima Ibrahim Traore na wenzake wa Niger pamoja na Mali kuwa makini sana kutokana na majeshi kutoka katika nchi za ECOWAS ambazo hapo awali wakati wa mapinduzi yaliyofanyika nchini Niger kulikuwa na taarifa zilizokuwa zikienea kwamba kuna mipango ya kwenda kuingilia kijeshi, na hata ndege ya Nigeria ilivyoingia nchini Burkina Faso wakati ambapo kulikuwa na mapinduzi yaliyokuwa yakifanywa huko nchini Benin, licha ya kushindwa nchi za AES kwa maana mataifa yaliyounda ukanda wa Sahel, mataifa ya Niger, Burkina Faso pamoja na Mali yalitazama kwamba huenda mpango huu ukarudi katika mataifa yao. Ikumbukwe kwamba mataifa haya ya Sahel yanapakana kabisa na mataifa ya ECOWAS, na yenyewe pia ilikuwa sehemu ya ECOWAS licha ya kwamba yameshajiondoa, lakini kwao ilikuwa ni kama onyo kwamba huenda kukafanyika mashambulizi hayo na hivyo kusababisha hatari kubwa, na walijipanga vilivyo, na kutokana na baadhi ya sheria walizojitungia ni kwamba wao watashirikiana katika masuala ya kijeshi, hasa linapokuja suala la uvamizi wa kijeshi. Na hii ni kutokana na ile tahadhari ambayo ilitolewa na ECOWAS mapema baada ya mapinduzi nchini Niger, kwamba ECOWAS kupitia jeshi la mataifa hayo litaungana pamoja kwenda kufanya mapambano ama mashambulizi ya kuondoa utawala wa kijeshi wa Mohamed Bazoum nchini Niger. Taarifa iliyotolewa na waziri wa mambo ya kigeni wa Nigeria Yusuf Tugar inaeleza kwamba ninaweza kuthibitisha kwamba marubani na wafanyakazi wa ndege ya NAF C-130 wamefika salama katika kituo cha jeshi la anga huko Accra nchini Ghana. Pia alithibitisha wanakokwenda. Kufuatia majadiliano niliyofanya nchini Burkina Faso, marubani na wafanyakazi wa ndege hiyo ya C-130 wameruhusiwa rasmi kuondoka na kwa sasa wanaelekea Ureno kupitia Accra. Hapo awali msemaji wa Tugar aliambia shirika la habari la BBC kwamba wafanyakazi waliozuiliwa walikuwa wameachiliwa na walitarajiwa kurudi Nigeria bila kufafanua zaidi. Jeshi la anga la Nigeria lilisema ndege hiyo ilikuwa ikiruka kwenda Ureno ilipata hitilafu ya kiufundi na ikalazimika kutua Burkina Faso. Siku ya Jumatano, Tugar aliongoza ujumbe wa ngazi ya juu kwenda Burkina Faso ambapo aliomba radhi rasmi kwa kuingia bila ruhusa kwa ndege ya kijeshi ya Nigeria katika anga ya Burkinabe. Tukio hilo lilisababisha kukamatwa kwa wanajeshi 11. Hata hivyo kulikuwa na mambo mengi ambayo yalielezwa, huku Rais Ibrahim Traore naye akieleza mambo mengi hususan kuhusiana na suala la ulinzi wa anga. Kulingana na taarifa ambayo ilitolewa na AES, hatua ya ndege ya Nigeria ilikiuka kanuni za kimataifa na inachukuliwa kuwa ni ukiukwaji wa uhuru wake. Muda mfupi baadaye, mamlaka ya Nigeria ikatoa taarifa yenyewe ikidai kwamba kufeli kwa mitandao kumeilazimisha ndege yao kutua nchini Burkina Faso. Tangazo hili lilikuja siku moja baada ya Nigeria kutangaza kuwa imetuma kikosi nchini Benin ambako ndege yake ilikuwa imezuia jaribio la mapinduzi. Uhusiano kati ya nchi za Sahel kwa maana Niger, Mali na Burkina Faso na ECOWAS umekuwa mbaya tangu mapinduzi ya kijeshi yaliyotokea katika mataifa hayo. Juhudi za Nigeria na Jumuiya ya Maendeleo ya Afrika Magharibi kuona nchi zikirejea katika utawala wa kidemokrasia sasa zimeambulia patupu. Hali hii imepelekea nchi husika kutangaza kujitoa katika ECOWAS na kuunda kambi ya AES Sahel.
Hili ndilo lililochochea taarifa iliyochapishwa na nchi za Sahel baada ya kutua kwa ndege ya kijeshi ya Burkina Faso ambayo ilizua uvumi kwamba mzozo kati ya pande hizo mbili unaweza kuwa sababu. Taarifa ya nchi za ECOWAS imefichua kuwa uchunguzi wa mamlaka ya Burkinabe ulithibitisha kuwa ndege ya Nigeria iliingia nchini bila kibali na ilikuwa imebeba watu 11 wakiwemo wafanyakazi wawili na wanajeshi 9. Waziri wa mambo ya ndani wa Burkina Faso Emile Zerbo alisisitiza zaidi kwamba ndege hiyo ilikiuka sheria za anga za nchi yake kwa kuruka bila idhini. AES ilieleza tukio hilo kuwa ni kiukaji wa sheria za kimataifa na kusema kwamba uwezo wote wa ulinzi wa anga umewekwa katika hali ya tahadhari kwa idhini ya kukamata ndege yoyote iliyothubutu kuingia nchini Burkina Faso, Mali au Niger bila kibali. Shirika hilo lilionya kuwa litachukua hatua dhidi ya ndege yoyote itakayokiuka anga ya mataifa hayo. Taarifa iliyotolewa na mamlaka ya Nigeria ilitofautiana na ile ya serikali ya kijeshi ya Burkina Faso na shirika la AES iliyodai kuwa ndege hiyo ya Nigeria iliingia katika anga ya nchi bila kibali, tukio lililopelekea kukamatwa kwa wanajeshi hao na kukamatwa kwa ndege hiyo nchini humo. Na moja kati ya mambo ambayo sasa yaliangaliwa ni uchunguzi wa ziada uliofanywa na mataifa matatu: Nigeria, Burkina Faso, Niger, Burkina Faso na Mali, kuangalia ni nini ambacho kilijiri, na wakathibitisha kwamba ni kweli ndege hiyo ilitua tokana na hitilafu za kiufundi na hivyo wakaamua kuiachilia, lakini mipango yao ni ya pamoja na wanapanga kwa pamoja kwamba hawataruhusu kwa namna yoyote kuruhusu ndege au angalau liingiliwe bila kuwa na taarifa yoyote. Hii ni moja kati ya mipango iliyopangwa na mataifa haya matatu kwa maana ya Nigeria, Mali pamoja na Burkina Faso. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ambayo tunayo kwa sasa, na bila shaka nawe una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utaweza kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ufahamu mambo mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Mimi ni